Na mkunasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, ikiwa ni Jumapili ya tarehe 4 za mwezi wa kwanza 2026. Majira ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki. Ni kipindi cha habari na maelezo kutoka Baraka1 TV, na mimi ni ndugu yako the one and only town DJP, baba la baba mzee wa Ngwasu Marojab Wakili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo. Katika yale ambayo tutakwenda kuyajadili sasa hivi, tutagusia kuhusiana na hali ya usalama ambayo iko nazidi kuendelea jimboni Kivu ya Kusini, tarafani Uvira pamoja na Fizi, ikiwemo pia na province ya Tanganyika, kwa sababu sasa hivi hali jinsi iko inaonekana iko inakuwa sio nzuri sana, na kuna ujumbe mzito pia ambao utakwenda kusikiliza kuhusiana na hawa ndugu zetu ambao tunawaamini kwamba ni ndugu zetu wa karibu. Tunatakiwa tushirikiane wote kwa pamoja ili kuweza kuleta namna mpya ya kufanya mambo, lakini wao wanafanya vitu kwa mipangilio yao kwa ajili ya maslahi yao wao binafsi. Katika yale ambayo tutagusia ni kupata hizi taarifa, tembelea Baraka1 TV, uweze kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu zangu, taarifa ambazo tupo, kwanza tuanze na hili swala la Rumangabo. Tarehe 2 za huu mwezi wa kwanza 2025 2026, majeshi ya M23 waliweza kuwakusanya wale ambao wameweza kuwakamata kwa kinguvu Rumangabo, na pia wale ambao waliweza kukamatwa mateka vile vile, na wale ambao walikwenda kujiandikisha wao wenyewe kwa kutaka kutumikia M23. Baada ya hapo ikabidi waulizwe ni wanani ambao wanapenda kujiunga na serikali, kwa sababu mpangilio wa CICR ambao huko kwa ajili ya kwenda kukamata wale wote ambao walilazimishwa kuingia ndani ya jeshi waweze kurudishwa aidha majumbani kwao, aidha waweze kurudishwa serikalini. So baada ya kuulizwa hivyo, asilimia kubwa ya watu ambao walikuwa wako ndani ya kambi ya Rumangabo walinyanyua mikono juu kwamba sisi hatutaki kuendelea kutumikia M23. Hii iko na maana gani? Iko na maana kwamba watu wako mle ndani kwa sababu ya kulazimishwa, lakini wao hawataki kuitumikia M23. Na point yenye iko inatembea ni ile ya kufanya kuonyesha umma, jamii ya kimataifa kwamba sisi tuko hivi na watu tuko vizuri, lakini ukiangalia kiuhalisia kabisa, kiundani, raia wengi hawakubaliani na uwepo wa M23. Sasa swali linakuja hivi, je, ingelikuwa kwamba watu wanajitolea kwenda kujiunga na M23, wangenyanyua mikono yao juu na kusema kwamba tuko tayari kuungana na serikali yetu na kwamba hatuko tayari kuendelea kuitumikia M23? Majibu ni kwamba M23 haina nafasi tena, na hicho kitendo ni kitendo ambacho kitawafanya wao waweze kupoteza asilimia kubwa ya wanajeshi wao, kwa sababu pia wengi pia wako wanajisalimisha hivi kisi tuko tunazungumza hapa sasa hivi. Kivu ya Kusini, Kivu ya Kaskazini, wengi wako wanazidi kujisalimisha. Hii vita tu ya hapa Kigongo na Katongo, zaidi ya M23 20 hivi waliweza kukamatwa na wengine wakajisalimisha. Kwa mantiki hiyo wako wanakwenda wanapunguza idadi mdogo mdogo. Kwa nini walifanya hivyo? Walijaribu kuonesha CICR na jamii ya kimataifa kwamba wao wanapendwa na watu, na watu wameingia par leur volonté, lakini à la grande surprise ni kwamba wale watu walisema kwamba sisi hatutaki kuitumikia M23, na hivyo wanasubiria mpango wa CICR waweze kuondolewa. Kwa hiyo wenyewe watatoka kwa M23, watakuwa ni maelfu ya watu, sababu wengi wamekataa kwamba hawataenda kutumikia M23. Hii kina maana kwamba hata wakienda vitani, ndio maana wako wanajisalimisha wao wenyewe, kwa sababu wanaona hawana chenye wako wanapigania, hakuna chenye wako wanafia
kitendo cha kujinadi kwa M23 kwamba wako na Armenia iko forte, Armenia iko na logistique, Armenia iko bien equipe, bien armee, tusa ile yote ni propaganda tu za kuwavutia watu, lakini en realite hakuna Armenia iko na hangaika kama vile armee ya M23. Tugusie swala ambalo lilifanyika Uvira. Hivi kitu tunaongea hapa leo hii dimanche. Jana Kenzer mapigano tena yalianza upya kati ya M23 RDF wakipigana na wazalendo. Kwa taarifa ambazo tumezipata usiku wa kuamkia leo hii, zile maportechar zile magari yamebaka masher de combat na ile maspidi bote yenye walikuwa washaleta kuzifunga usiku, walianza kuzirudisha zote Kamanyola. Unaona, walizitoa pale Uvira, wanaanza kuzirudisha wapi? Kamanyola, ikiwa na maana ya kusema kwamba kwa upande wa vita mambo yanaonekana sio mazuri sana. Kwa hiyo waanze kurudisha vifaa vyao vingine vilikuwa vinabakia kuvipeleka Kamanyola ili pao ni karibu na kuingia Rwanda. Na idadi kubwa ya wanajeshi imeonekana pia kurudi nyuma. Unaona ambacho uko naambiwa kwamba M23 wana reinforce, wanaongeza no, zile ni mbwembwe. Kwa wale ambao walisoma mitandao ya kijamii jana majira ya saa 10 hivi, kama mlipitia pages moja, sababu hivi kuna pages moja za Alliance Fleuve Congo wameandika kwamba Kabimba imeanguka kwa mikono ya M23 jana. Lakini tumeongea na watu wenye huko Kabimba, wanakuambia hawajaona sura ya M23. Hakuna dalili yote ya M23 Kabimba. Sasa ujulize walitokea wapi mpaka wajikute wako Kabimba? Walipita milima gani? Walipita njia gani wajiretrouver wako Mukabimba, wakati ziwa Tanganyika yote inadhibitiwa vizuri na Kabimba pia mko jeshi la kutosha wanadhibiti pale vizuri. Sasa M23 ilitokea wapi mpaka ijikute wapi Kabimba? So habari za uongo zinakuwa ziko mingi, na hivyo kuweza kucreate mapaniki kwa watu. Unajua watu wenye kuna safari za kwenda Kabimba inabidi waanze kujiuliza mara mbili. Sasa Kabimba tunasikia kwa mikono ya M23, je, ni kweli ama ni uongo? Habari ni kwamba ni uongo. Kabimba iko salama na hakuna chochote ambacho kiko kinaendelea mu province ya Tanganyika, security iko bien. Pia M23 walipublia kwa ndani ya siku 15 kuanzia hivi tarehe moja, yani kuanzia hii tarehe moja mpaka ifika tarehe 15 watakuwa washaingia Kalemi. Ndio gisi M23 walitangaza hivyo watakuwa washaingia Kalemi. Nafikiri sio mara kwanza wao kutangaza hivyo kwa Uvira, kwa Kalemi, kwa wapi, lakini hali yenye iko kwenye uwanja wa vita ni tofauti. Wao wanatangaza hivi, matokeo yake ni tofauti. Kipigo ambacho wako wanakipitia hapa Uvira na ile kujipiga kifua ni tofauti na reality yenye iko inapatikana kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo ndo hali yenye imeweza kujitokeza hiyo. Sasa tugusie hili swala la M23 pia kusema kwamba wao watamfanyia Felix Tshisekedi kama jinsi Marekani ilivyofanyia Nicolas Maduro, rais wa Venezuela. Kila mtu anajua kwamba rais wa Venezuela aliweza kutekwa na vikosi vya Marekani vya Delta Force na hivyo kuweza kupelekwa kwa Marekani, na Marekani inadai kwamba itamhukumu kule. Sasa hile ni signal kubwa sana kwa M23 na kwa Paul Kagame, lakini wao wanaidesinforme, wanaidekupe mfason ya kusema kwamba ile kitendo kilifanyika kule na wao pia watakifanya hivyo kwa Felix. Alors mais tuliza, eske Marekani ina collaboraka na rebel? Les États-Unis, United States of America, principal ya kwanza abakwagi na negotiation na rebel, abakwagi na negotiation na terrorist. Hiyo ndio principe ya kwanza ya États-Unis, ushelewa? Kwa hiyo kama M23 iko inajaribu kujichocha, kujaribu kujipaka mafuta kwamba watafanyiwa gisi walifanya kwa Nicolas Maduro, au contraire, ile ni signal kubwa kwa bwana Paul Kagame na M23, kwa sababu wamevunja mikataba ya Washington. Na nilipenda serikali ya Marekani
Serikali ya Marekani imeweza kutoa onyo, imetoa onyo, na onyo hilo linasema kwamba yeyote mwenye anaenda kinyume na mikataba ya Marekani, sawa, yeyote mwenye anafanya kinyume na mikataba ya Marekani, basi atakumbana na mkono wa chuma kutoka kwa Marekani. Sasa tujiulize, kati ya serikali ya Kinshasa na serikali ya Kigali ni kina nani ambao wanaenda kinyume na mikataba ya Marekani? Utajitahidi kuona kwamba ni nani? Ni Rwanda. Kwa hiyo Rwanda amevunja kauli za Marekani, na hivyo ni lazima atalipia kile ambacho ameweza kukifanya. Wanasema hivi: nous avons désormais un président qui ne joue pas à des petits jeux. Tuko na rais ambaye kikweli achezi michezo ya kitoto hii. Quand il dit il va agir et régler un problème, il le fait. Ce n'est pas un président qui se contente de parler, de tenir des conférences ou d'écrire des lettres. C'est un président de la paix. Le président Maduro du Venezuela a eu plusieurs occasions et plusieurs voies de sortie. Il a choisi de jouer au dur. Hii ni message ya Marco Rubio kutoka ndani ya ikulu ya Mr. Donald Trump. Anasema kwamba rais wa Marekani ni rais mwenye anasemaka kitu na anakitekeleza. Sawa? Hapa anajaribu kufanulia ambacho kimefanyika Venezuela, kwamba alikuwa iko nafasi ya kuweza kufanya mazuri, lakini alijaribu kutia makangamuvu, na ndio hii makangamuvu yenye iko inawekwa na M23 na Paul Kagame. Unajua Marekani iko na interest kubwa mu RDC. Kwa sasa hivi Amerika iko na interest kubwa mu RDC. So, itainvestiri mamiliari na mamiliari za dolari. Sasa unafikiri itakubali mapesa zake ziharibike na hii vita ya kishenzi yenye iko nafanyika? Kwa hiyo baada ya Maduro kinachofuata ni M23. Lakini wao hilo swala hawalioni. Na kama pia wameanza kupunguza wanajeshi Rumangabo, ni kwa sababu wanajua kiko kinakuja ni nini. Na kama pia jana usiku wameanza kuondoka Uvira kupeleka masharti zao kuzirudisha, nilikuwa nabakia pale, pia ile ma speed boats zingine zilikuwa Kalundu kuzibeba na kupunguza idadi ya wanajeshi, ni kwa sababu wanajua nini kiko kinakuja. Unaona? Kimbunga kinachokuja ni kikubwa kuliko kile ambacho wao wako wanakitegemea. Na ndio maana sasa hivi M23 wako na jikomportea mfaso moja ya kuprone tu kwamba tunataka amani. Tunataka tuzungumze, tuishi kwa amani. Tunataka hivi serikali ya Kinshasa haipendi amani. Hivi serikali ya Kinshasa ina boikote mazungumzo ya Doha Qatar. Serikali ya Kinshasa tunaitaka ije tuzungumze. Tumeenda kwenye mazungumzo mara mbili, sisi tunafika pale Kinshasa haiko represente. Sasa tunajiuliza kwa nini Kinshasa iko nakimbia mazungumzo? Ni kwa sababu kwamba Kinshasa ashamaliza deja na Washington. Huko kwingine kwenye mko mnaenda nyewe muende, mimi nishamaliza na mzee wa kazi huku. Kazi kwisha. Tunasubiria tu sasa tu ni reaction. Na kazi ya Marekani haiendagi na haraka. Alikuwa anasema juu ya Maduro. Anambia bwana Maduro, kama haufuati hizi kanuni kitakachofuata ni kikubwa. Tutapigana. Tutapigana. Tamobilize watu, anaita watu mikutano ba partisan wanakuya pale, tutapigana. Nini? Sasa ingia mnyumba yake hakuna hata militao mmoja wa parti yake alikuwa naye pale. Unaona? Isa Amerika, achana na Amerika bwana. Etazini. Ukisikia Etazini inasema wache tu Etazini, Putini, Kim Jong Un shine, wale ndo wanawezana. Maichi mwingine bote ase niko alie wa shine, niko alie wa Putini, nda jipiga kifua mbele Etazini. Papa, batakiwa kusomba mnyumba yako na Putini iko pale. Batakiwa kusomba na Kim Jong Un yuko pale, batakusomba na Xi Jinping iko pale. Kwa hiyo Etazini ni dunia nyingine. Kenye kilitokea kwa Maduro ndio kio kinasubiriwa kutokea pia kwa Paul Kagame. Ndio kinasubiriwa kutokea kwa Paul Kagame, kwa sababu Marekani haitakubali hizi pesa zenye inainvestire humu ziombe. Imeweka pesa ndefu sana. Sasa shida iko wapi? Shida iko ni kwa Europe.
Unajua Amerika hii deal ya Kongo alikamata yeye peke, akupenda kupartage na Baeuropean. Sasa Baeuropean hapo ndo hawapendi ile, na ndio maana unaona kwa njia moja biko wanajifanya kusanctionner Rwanda, nyuma mgongo bana mwantete Rwanda aendelee kupitia M23. Lakini tazi inashasema kwamba yeye Kenya na regle yeye mwenyewe, entere ya Kongo anaikula yeye mwenyewe. Na sio kwamba ni kwa bure, tunagawanya faida. Yeye anachukua, si tunachukua. Tunajengiwa mabarabara, mahospitali, manini, tunaishi vizuri, amani ya kudumu. Iko na maana gani tuwe na madhahabu, makobalt, manini, tuko tunakimbia kila siku. Unajua hii vita watu wamepoteza vitu vingapi? Hii vita ya Uvira tu mpaka sasa watu wamepoteza vitu vingapi? Watu wangapi wamekufa kwenye hii vita? Achana na wenye wamekufa kwa risasi, wenye wamekufa mkukimbia. Ushelewa? Kwa hiyo vita haiko jambo la kufurahia. Ni lazima tupane kila kitu, tuishi kwa amani. Marekani kama atachukua vya kuchukua achukue, lakini tupate amani. Na kizuri cha Marekani sasa, yeye sio kwamba anachukua tunagawana, yeye anaweka mkwanja wake pale, unatumikisha miradi. Unaelewa? Kwa hiyo ndugu zangu, kwa wale wenye wako wanakuwa intoxicate na itazini, wanaambiwa itazini amalizaki vita, itazini anafanya nini? Bwana mwache vya kusikia. Leo hali ya usalama Mkongo itasimama baada ya United States of America kusimamia hili swala kwa pamoja na kwa nguvu ya pamoja. Nafikiri washa mwavertire Kagame, anaona black. Hii mambo imefanyika kwa Maduro hii. Nanga Bertrand Bisimwa na wengine bajua kwamba hebu ni umapapie tu. Ni umapapie wenye atumo mwa kipenda kukutana watakuchana. Wala hata hawezi chukua hata 0 sekunde. Atumo mwa kiamua tu, state kiamua kwamba ibuchane ubu makaratasi ni dakika chache na kudachanika. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kila sababu ya kujiimarisha sisi kama sisi Wakongomani ili tuweze kupata mambo ambayo yanaendelea. Kwa upande wa vita za Kivu ya Kaskazini ni kwamba wazalendo na FARDC wanaendelea kufanya kazi kubwa na kazi nzuri na yenye kuonekana, na mateka wako nazidi kujisalimisha kila siku kutoka kwa M23. Kwa Uvira pia ni hivyo. Mapigano yenye yalifanyika jioni tofauti na yale ya asubuhi imeweza kuwapa ushindi wazalendo na kuendelea kumaintain milima yote ya Kigongo, Katongo, na hivyo kuendelea kujiwekea mazingira mazuri ya kuencercle vizuri jiji la Uvira, na muda wote utasikia taarifa nzuri kutoka ndani ya jiji la Uvira. Nafikiri kwa hayo tuishie kwanza hapo kwa jioni hii, tuende tusikilize ujumbe mzito, alafu tuje tumalizane kwa jioni hii ya leo. Wale wa Nyarwanda ndio wanabasogelea ama wachekea menshi tutumika na bali batu sike vita ya liberation shiba mweli tukuta pale Goma, tukaingia mouvement, tuliona ni mouvement tu ya ukombozi, kumbe kwa mouvement ya ukombozi ndio tuliona ni mouvement biko naongea mabiswahili, hakuna tena ya Malingala, hakuna tena ya français, kwa facile kwa bote wale ba general ba James Kazini wa Uganda, James Kabarebe tiki si mouvement lienda tukajiretrouver, tukaingia ma formation militaire, tukaingia matebe kule, tukamaliza matebe kwa route Bunagana, ndio kule nani kwa unapita unaacha Rumangabo unaingia axe Ruchuru, route Bunagana matebe kule, tukamaliza tukaingia tiki si tulienda Makisangani, Mabunya, Kugombola, tiki si tuliingia Kinshasa. Mais objectif abali batipe kuingia tu Kinshasa walianza mapiage manyumba ba movansier bali watu watumika na Mobutu, ilikuwa mwele busiku ni kufungula kupie babemba Sauloni, batu mingi betu kwa na ya meshi tu kwa ba inferiere huko, naona tu benzetu ni mapiage, kupakiza mwavyo kushuka Goma kwenda Kigali, kupakiza na magari mwavyo ya ba politisia Mobutu. Donc unakuta benzetu balikuta tu ni piage na nguo za kuvala na makaleso biko banaiba masahani bijiko biko banaiba, puisque sawa alifika kwa Kinshasa à l'époque balishtuka par rapport à Kigali ya leo, balona sawa wanafika kama ni Bulaya kama ni wapi, na unakuta benzetu aba objectif yabo ilikuwa ni piage, na ndio lonaka mzee anabaremarke ke avatu ni banani shit ba moto wakwa tena deployer ti tukajikuta tena huko kuma este RCD kakia tukuta tena tuko kote ya este, tulitumika na bale batu pale Goma, bazaidi Ngoma, bazaria Siruberwa,
Paonusumba Bambusa Nyamwisi ti Mbusa Nyamwisi naga kia remarke RCD ilikuwa moya. Mbusa Nyamwisi akia remarke mitumikiwa Batusi. Mise en place yote ilikuwa wapi? Mise en place yote ilikuwa nani? Kigali ndio alikuwa fanya mise en place yote. Kwa gouverneur pale baganya muanga gafundi bali muabattre. C'est le gouverneur pale Goma memuutu. Donc il faut ba muabattre juko muutu. Na comprendre Bambusa Nyamwisi bakagabula RCD Kisangani. Shiba mwatu ka jiretrouver tuko axe ya Kisangani RCD KML. Mbusa ajikata nabo akaenda na bawamba diawamba kufika kule Kisangani ba Uganda bakakuwa pour Mbusa Nyamwisi. Ale bakapigana pale Kisangani, tuko pale hoteli wa Genya shi tulikuwa ba chief escort ya Mbusa Nyamwisi. Bakaturepousser puisque force yao ilikuwa de hot. Tukajiretrouver Bunia tukakutanana na mwingine Mutusi mweko pale banamuita Thomas Lubanga, kubi banakopera kanabo bahema pale Bunia, banakopera kanabo tuko Bunia. Tulisikia masasi lianza, Batusi bale babunia nabo bale bahema balisha anza coalition na ile RCD Goma Batusi. Tukajiretrouver tuko Beni, ndio ikakuwa chef lié ya RCD KML. Alors tulitumika na bale bandugu yetu Batusi sana, objectif yabo iko mubaya sana. Bale Batusi susi yabo ni kupie mali ya Kongo. Niko naongea na batu ya Goma leo. Batu ya Goma leo biko na souffrir. Batu ya Goma biko na souffrir. Kwa leo mwenye kwa na influence mugoma haiko ule muko na wazia ndugu yenu Kongole kama ndio Corneille Nanga, hapana. Mwenye kwa na influence Goma ni Makenga, Sultani Makenga, ule ndugu yao Mtusi ndio mwenye kwa na influence. Ndio banakamata ma poste strategique yote ya Goma. Goma iko na douane mbili. Kwa mvile ya Goma muko douane mbili inaingiza pesa sana. Uko petite barrière na grande barrière. Yote contrôlé par les tous. Ile makontina zote za babosi ya Butembo ya Goma zezi natoka à l'étranger. Zimwa zinapita ku petite barrière, zingine ku grande barrière. Bala kwambia Batusi ndio banokipele maposte yote. Biko banalala Rwanda, banakia tumika Goma, banarudia. Renyo yote, mise en place yote iko natoka ndio Rwanda. Unasikia? Piage biko napitikana pale. Banakwambia leo Goma crise yenye pale iko ya hatari. Biko na masaa zabo za kutembea na masaa za kuonekana. Goma unaingia mkabare munganda, unakuta kumeza banakwambia kunya pombi lakini usiongee maneno ya politiki. Ndio banatia tarife kwa kila meza. Kunya pombi usiongee maneno ya politiki. Donc biko banajogopogopa msiongee maneno ya politiki, msiremarke ile mabitu yabo. Alors sheba ndugu yangu wa Kongomani, tupende nchi yetu na tusisuete tutawaliwe na bale Batusi puisque biko na objectif ya ngufu sana. Ile gisi ile shwaka periode ya Laurent Muzee vraiment bangali tu na ile sumu ingali, puisque Muzee alikuwa patriote. Muzee Laurent Desire Kabila alikuwa anasikia malangaji yake, alikuwa patriote. Anakonesha hapa hakuna rebellion yenye iko aggression, puisque kuko sagisi yenye mnasema hii ya M23. Est-ce que mtasema jina ya M23 iko rebellion? Hapana, iko rebellion iko kama ko signification ya rebellion na aggression. Rebellion iko sa vile mtoto wa nyumba, sa vile Jean-Pierre Bemba anaenda anza rebellion, bakongomani wapasha kumuunga barayo kama ule ni Kongomani mwenye anaanza rebellion. Sa vile Bitakwira iko Kongole akianza banaita rebellion, mais hii ya M23 iko aggression make mugeni anakuya agresser nchi ya batu. Mgeni anakuya agresser nchi ya batu. M23 égale CNDP égale RCD. Ndio vile ya kama atuyuaki ni CNDP ti RCD, SRCD, CNDP, M23 leo shakwa AFC. Lole mujinga nanga ole bana augmenter nae AFC. Alipima tumika na Magloire ita kumonisha la clarite. Si balimulabula Magloire msegondi. Balimulabula Magloire. Kwa leo nanga anaona gisi mwenzake alikatika msegonde, yeye naye sani saba anaweza kumkata. Alors c'est très dangereux.